Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Albert Andrew Kavano. Serikali mkoani Kagera imesema itavifungia viwanda vya kuchakata kahawa ambavyo vitajihusisha na magendo na kusababisha kukosa ushuru na mkulima kukosa bei nzuri ya zao hilo na kubaki masikini. Yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Mreba Daktari Nyamahanga wakati wa kikao na wamiliki wa viwanda vya kuchakata zao la kahawa kilichofanyika leo katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya hiyo. Daktari Nyamahanga amesema kuwa wilaya ya Mreba ina jumla viwanda 27 vya kuchakata zao hilo na hivyo mashine zote zinazotakiwa kuchakata kahawa hiyo iliyonunuliwa mnadani, na ikibainika kuwa kuna kahawa ya magendo, kiwanda kitafungiwa kutoa huduma. Tukisema magendo no, inawezekana. Kahawa mbichi ununuzi no, inawezekana. Butura no, inawezekana. Lazima tuseme sisi no. Sasa wale wanaosema no yes, no yes, tutalazimishana kwa pamoja tuseme no. Ukikiuka hivyo ujue unakinzana na sheria. Nikikukuta, kwa sababu ni wajibu wangu kusimamia sheria isivunjwe kupitia jeshi la kwambia huyu anakiuka, tumchukue huyu ili vyombo vya sheria vikazungumze naye juu ya hicho ambacho anakiuka. Lakini mwisho yote nje ya mahakama mtafunga kiwanda. Uone, je, kufuata sheria kwa hiari na kufuata sheria kwa shuruti kipi ni gharama? Ari Kiaju na Rashid Rajabu, wamiliki wa viwanda, wameshauri viongozi wa vijiji na vitongoji kusimamia zoezi la uvunaji wa kahawa iliyoiva ili kudhibiti magendo na changamoto ya magendo ili kuuza kahawa yenye ubora. Meri ya MV Victoria hapa kazi tu iliyokuwa imesitisha safari zake kati ya miji ya Bukoba na Mwanza kupisha matengenezo inatarajiwa kuanza safari zake Alhamisi ya wiki ijayo. Nahodha wa meri hiyo Captain Adam Kumbuni amewaeleza mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mwanza Bwana Michael Masanja aliyetembelea meli hiyo leo kwa MV Victoria ilisitisha safari zake zaidi ya miezi mitatu iliyopita kwa matengenezo ya kawaida. Meli ilikuwa inahitaji marekebisho katika upande wa propela. Propela ilikuwa ina hitilafu kidogo. Sasa tukaona ni vyema tukaisimamisha, tukafanya matengenezo makubwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kusudi kama meli itakaporudi basi irudi mpya. Kulingana na marekebisho ambayo tumeyafanya, tumepata spidi 14.8. Tutapunguza muda wa kusafiri kutoka Mwanza kwenda Bukoba na kutoka Bukoba kurudi huku. Kwa saizi kwa hii spidi tunaweza tukatumia either masaa 7 au masaa 6.5. Mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mwanza ameupongeza uongozi wa kampuni ya Tashco inayomiliki meli ya MV Victoria kwa kurejesha huduma za meli hiyo. MV Victoria ni meli inayotegemewa na wananchi wengi wa kanda ya Ziwa kwa ajili ya usafiri wa abiria na mizigo na kuunganisha mikoa ya Kagera na Mwanza. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amesema serikali kupitia jeshi la polisi itagawa magari mapya kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya zote nchini kuimarisha ulinzi na usalama nchini. Bashungwa ameeleza hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Antipasi Mgungusi, mbunge wa Malinyi aliyetaka kujua ni lini serikali itapeleka gari la polisi Malinyi kutoa huduma kwa wananchi. Waziri Bashungwa amesema kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani na vyombo vyake vyote wamejipanga kuhakikisha uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 unafanyika kwa amani na wamejipanga kwa njia zote ikiwemo vitendea kazi. Kuna magari ya OCCID wapelelezi wa wilaya kufika mwezi Agosti. Tunapanga kuyasambaza nchi nzima kila wilaya ili kuimarisha ulinzi na usalama, na nitumie nafasi hii kuhakikishia Watanzania tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi mwaka huu unafanyika kwa amani na usalama, na tumejipanga kivitendea kazi pamoja na utimamu wa jeshi la polisi na vyombo vingine kuhakikisha kila atakayepanga kufanya fujo anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Waziri Bashungwa amesema tayari serikali imeshatoa magari mapya aina ya Land Cruiser kwa wilaya zote za kipolisi ambazo hazikupata magari katika awamu ya kwanza. Mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma cha umma taifa Bwana Hashim Rungwe amesema chama kimejengwa kwa misingi ya kuleta mabadiliko ya kweli kwa taifa kwa kusimamia demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na haki za binadamu. Bwana Rungwe amesema hayo leo katika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuwapokea maelfu ya wanachama wapya waliojiunga na chama hicho kutoka vyama mbalimbali vya siasa hapa nchini. Amesisitiza kuwa nia ya chama hicho ni kujenga jamii yenye usawa katika mahitaji ya msingi na maendeleo ya kweli bila kujali tofauti za kiuchumi na kijamii kwa kila Mtanzania.
Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, haki za binadamu na taifa ambalo linajenga ustawi wa watu wake wote. Tunaamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa, na ndiyo ambayo misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli, haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo kwa wote. Ikumbukwe kuwa Chauma kimepokea wanachama wapya, hasa zaidi wengi kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema, kutokana na sintofahamu iliyo kati ya chama hicho baada ya uchaguzi wake mkuu uliopita na kumpa ushindi Bwana Tundu Antipas Lissu. Na sasa ni habari za kimataifa. Gavana mkoa wa Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Jacques Porus, amewataka raia wa mkoa huo kushirikiana na jeshi pamoja na makundi ya wazalendo kudumisha amani na usalama katika vijiji vyao. Gavana Bruce amesema hayo jana wakati akihutubia wananchi alipowasili mjini Uvira akitokea Kinshasa, ambapo ametaja kuwa vita vinavyosumbua mkoa wa Kivu Kusini vinakaribia kumalizika. Amesema kipindi hiki ikiwa imevamiwa na makundi ya waasi, ni muda wa makabila yote kushirikiana na kuondoa tofauti zao, kupambana na maadui kwa pamoja, kudumisha usalama katika nchi yao. Makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Mwami Ngenzi ametaka viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kusini kuhakikisha wanaimarisha usalama katika miji na vijiji vya mkoa huo na kukomesha mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. Rais wa mamlaka ndani ya Wapalestina Mahmoud Abbas ameanza ziara ya siku 3 nchini Lebanon. Mwanachama wa kamati kuu ya chama cha ukombozi wa Wapalestina PLO Ahmad Marjan ambaye ameambatana na Abbas katika ziara hiyo amesema suala la silaha katika kambi ya wakimbizi wa Kipalestina nchini Lebanon litakuwa katika ajenda ya mazungumzo kati ya Rais Abbas na Rais wa Lebanon Joseph Aoun na serikali ya nchi hiyo. Ziara ya basi inafanyika baada ya Rais wa Lebanon kusema mwishoni mwa mwezi uliopita kwamba mamlaka walikuwa wakifanya kazi ya kuondosha silaha zote nzito na za wastani ambazo hazijaidhinishwa kutoka maeneo yote ya Lebanon. Amesema kwamba suala hilo watalijadili kuondosha silaha katika kambi za wakimbizi wa Palestina. Ziara hiyo inafanyika huku kundi la Hamas likiwa bado linakimbizana na majeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza na mashambulizi yakizidi kuathiri mamia ya wakazi wa Gaza. Waza Wazua. Msikilizaji, usitafute njia rahisi kufanikisha jambo, tafuta njia iliyo sahihi. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya duru zetu alasiri jioni ya leo. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari kutoka chumba chetu cha habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Albert Andrew Kavano. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kututumia maoni yako kuhusiana na taarifa zetu tunazozisikiliza katika makala haya ya duru zetu alasiri kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri, habari kuu leo hii. Serikali mkoani Kagera yasema itavifungia viwanda vya kuchakata kahawa ambavyo vitajihusisha na magendo. Meli ya MV Victoria hapa kazi tu iliyokuwa imesitisha safari zake kati ya mji wa Bukoba na Mwanza
kupisha matengenezo inatarajiwa kuanza safari zake Alhamisi ya wiki ijayo. Na rais wa mamlaka ya ndani ya Wapalestina Mahmoud Abbas ameanza ziara ya siku 3 nchini Lebanon. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10:14 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa ni wasaa wa mahojiano ya taarifa zetu alasiri ya leo, na tunaanzia hapa nchini Tanzania ambapo rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amefanya ziara hapa nchini ya kikazi na kukutana na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara yake hapa nchini inatajwa kudumisha ushirikiano wa kiuchumi na kidiplomasia kwa mataifa haya mawili, ambapo uhusiano wa mataifa haya mawili unatajwa kuwa wa kihistoria. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Bwana Mbelwa Petro nikihitaji kupata mtazamo wake. Je, ziara ya rais huyu Ndaitwah inatija gani kwa Tanzania na kwa Namibia? Kwanza, uhusiano wa Tanzania na Namibia ni uhusiano wa namna gani kidiplomasia? Uhusiano wa Tanzania na Namibia ulikuwepo tangu harakati za ukombozi katika nchi hiyo. Chama cha ukombozi wa Namibia cha SWAPO, wanaharakati wake wengi wamelelewa hapa Tanzania, akiwemo rais wa sasa ambaye ameapishwa mnamo tarehe 21 mwezi Machi, mwanamama huyu Ndaitwah. Yeye miaka ya mapema kabisa ya 70 alikimbilia huku Tanzania kutafuta hifadhi baada ya kushukiwa na serikali ya kikaburu kwamba alikuwa ni mwanaharakati ambaye aliendesha harakati zake katika shule ya sekondari ya St. Mary alikokuwa akisoma kule nchini mwao Namibia. Kwa hiyo ameishi hapa Tanzania kwa miaka hiyo kabla ya kukimbilia Uingereza alipokwenda kusoma masuala ya diplomasia katika chuo kikuu cha Glasgow pamoja na kile cha Keele University kilichopo Uingereza. Ndaitwah anakuja hapa nchini Tanzania kwa ziara ya siku kadhaa. Pengine ujio wake unatoa fursa gani hasa kwa Tanzania pamoja na kwa taifa hili la Namibia? Hii ni kumaanisha kwamba Tanzania inarejea katika nafasi yake iliyoipoteza kipindi hiki cha sera za kujitenga zilizosimamiwa na rais wa awamu ya 5 hayati Magufuli. Tangu mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 sera ya Tanzania ya mambo ya nje ilikuwa ikijitenga sana, na ni kipindi hicho hatukuona Watanzania wakichomoza katika utawala kwenye taasisi mbalimbali kama ilivyokuwa kipindi kabla yake, ambapo tuliona kina Mama Mogela wakiwa ni katibu wa bunge la Afrika, kina Rose Migilo wakiwa ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kina Ahmed Salim wakiwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika, ambapo mwaka 1981 alimanusura ateuliwe kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kama si kura ya turufu ya Marekani. Lakini hapa katikati hatukuona Watanzania wakichomoza katika utawala kwenye taasisi za kimataifa. Sasa ujio wake yeye umekuja kuendana na ile sera ya Mama Samia ambayo ameizindua tu hapo juzi, sera ya mambo ya nje ya 2001 toleo la 2024 inayowataka Watanzania kutetea maslahi ya taifa na kukuza ushirikiano. Kwa hiyo ujio wake hapa pamoja na mambo mengine waliozungumza na Mama Samia tangu alipompokea hapo tarehe 20, walizungumza mambo ya ushirikiano wa kisiasa, wa kibiashara, elimu pamoja na masuala ya utamaduni. Kwa hiyo tunarejea katika zile zama zetu za kuleta ushawishi mkubwa hapa Afrika, kanda yetu kwa maana ya Afrika ya Mashariki na Kusini,
pamoja na duniani kama ilivyokuwa wakati ule ambapo kwetu sisi tulikuwa ni kamati ya ukombozi ilikuwa hapa kwetu Afrika. Wakati wote tunatafuta uhuru na mlezi wa kamati hiyo ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika alikuwa ni Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tulikuwa tuna ushawishi mkubwa ambao hapa katikati umepotea. Mama Samia anajaribu kurejesha kupitia sera ambazo zinakuwa ni pro, kwa maana zinakubaliana na mashirikiano ya kimataifa katika maeneo ya uchumi, masuala ya kisiasa pamoja na demokrasia. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Bwana Mbelwa Petro. Msikilizaji, tukiangazia swala hilo la ziara ya Rais Nandi Ndaitwah kutoka Namibia kuja hapa nchini Tanzania. Waziri Mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Augustine Matata Ponyo amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na kazi ngumu baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Kufuatia mapambano ya kisheria yaliyodumu miaka 4, mahakama ya kikatiba ya Kongo imemkuta Matata na hatia kwa ubadhilifu wa fedha za umma zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 247. Matata ambaye alifanya kampeni dhidi ya rais wa sasa wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mwaka 2023 kabla ya kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais, amekuwa mara kwa mara akikanusha madai hayo, akieleza kwamba yanachochewa kisiasa. Lokeno Tencha amezungumza na Bwana Joseph Apollo, kada wa chama cha LGD ambacho ni chama cha Matata Ponyo, ambaye ameanza kwa kueleza namna walivyopokea hukumu ya kiongozi wa chama chao. No, haikutushtua kwa sababu ni jambo ambalo tunajua tangu zamani. Utawala wa kisasa wake Felix Tshisekedi ulikuwa itafuta kumuweka katika hali kama na hiyo kinara wa chama chetu ambaye ni aliyekuwa waziri mkuu Matata Ponyo Mapon. Unajua tatizo ni kwamba utawala wa Felix ulijaribu kutafuta mara nyingi kuona namna gani wataweza kumchukua Matata Ponyo ili aweze kushiriki pamoja nao katika hii ambao wanaita Union Sacrée de la Nation, yani muungano wao wa kisiasa kwa ajili ya kuiongoza nchi ya Kongo. Lakini yeye hakuwa tayari kwa sababu hakuamini kabisa viwango vyao au nia yao nzuri ya kuweza kufanyizia nchi ya Kongo kazi ili uongozi huo usije ukamchafua kulingana na yale ambayo ni mazuri na ambayo aliwahi kuyafanya mbele wakati alikuwa waziri mkuu. So baada ya kuona ni turu nyingi wanajaribu kumkokota ili aje na yeye anakataa, so ilibidi wa activate hiyo ambayo tunaita kesi ya Bukangalonzo, wakimstaki kwamba amewahi kuiba mali ya umma, japo hakuna siku ambayo aliweza kusamba na ikadhibitishwa waziwazi kwamba aliwahi kuiba. So inaonekana tu ni mambo ya kisiasa, na sisi kama vile wakada wa LGD haikutushtua kwa sababu tulijua tangu zamani huo ulikuwa ni mpango wa Felix kuona namna gani wataweza kumnyamazisha kinara wetu. Na labda ndugu Joseph, unadhani kwamba kutakuwa madhara yoyote kutokana na hukumu hiyo, hasa upande wa mkoa wa Maniema ambapo anatokea Matata Ponyo pamoja na nchi nzima ya Kongo? Kuna madhara yoyote kutokana na hukumu hiyo? Madhara haiwezi kukosekana kwa sababu unajua nchi kwa sasa ya DRC inakuwa katika hali ya vita, hususan upande wake wa mashariki, na inasemekana kwamba uongozi au utawala wa sasa ni kama vile unakuwa unalenga kuwavunja nguvu vinara wa kisiasa ambao ni wenye kutoka maeneo ya mashariki. Hapo tukiangalia namna gani siasa zinaendelea nchini Kongo kwa sasa, utakuta wafanya siasa kama vile Matata Ponyo ndo wana tatizo kubwa na utawala wa sasa. Wafanya siasa kama vile Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Joseph Kabila, yani hao ndo vinara wafanya siasa wa mashariki ya nchi, na wote kwa sasa wanakuwa wakifuatiliwa na utawala wa sasa. Lakini muda ambao watu wanatakiwa wawe pamoja kwa ajili ya kupiganisha kwanza adui kutoka nje, tena ndo muda huo ambao wanazidi kuvunja ule umoja kati ya Wakongomani. So madhara ni lazima iwe. Mwishoni kabisa, wakati tunakwenda kumalizia, unafikiri kwamba kesi zote hizo, tukiangazia hii ya Joseph Kabila, kesi ambayo inamkabili pia Matata Ponyo hiyo ambayo wametoa hukumu, je, ni katika njia ya kutaka kunyamazisha upinzani au ni katika kuwapa nguvu, itakuwa imewapa nguvu pia? Wao ni kwa nia ya kuweza kunyamazisha upinzani, lakini vile vile wanasahau kwamba watakuwa wanawapatia vinara hao nguvu zaidi na zaidi, na walifanya vitu wa kiforce
ili waweze kumnyamazisha, lakini mimi nafikiri kwa upande mwingine ni nguvu ndo wanazidi kumpa zaidi, ni nguvu ambayo wanazidi kupatia chama cha kisiasa ambacho anakiongoza LGD. Naam, ni mwanahabari wetu Lokendo Tenchi, msikilizaji wa Radio Kwizera FM na taarifa hiyo. Na sasa ni wasaa wa duru uchumi na biashara. Na moja kwa moja na mwalika mwenzangu Amina Semagogu atufahamishe katika duru uchumi na biashara. Amina Semagogu, karibu sana. Asante sana Laurent Gelvas, na leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba takwimu za Bodi ya Pamba Tanzania zimebainisha kuwa nchini Tanzania kuna wakulima zaidi ya 600,000 katika mikoa 17, wilaya 56 na halmashauri 64 zinazozalisha pamba nchini wanaojihusisha na kilimo cha pamba. Mei 2 mwaka 2025 serikali ilitangaza bei elekezi kwa umma ya ununuzi wa zao hilo kwa msimu mpya wa 2025-2026 ambapo kilo moja ilitangazwa kununuliwa kwa shilingi 1150 kwa pamba ambayo ni daraja la kwanza. Lakini kwa mjibu wa wakulima hao, wanasema kwamba bei hiyo iliyotangazwa hivi karibuni haina tofauti na bei iliyotangazwa mwaka jana katika msimu wa ununuzi wa 2024-2025, ingawa baadaye ilipanda hadi kufikia shilingi 2000 katika msimu wa ununuzi. Na kwingineko ni kwamba Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amesema Active kwa kushirikiana na Benki ya Ushirika Tanzania itaanzisha dirisha maalum litakalotoa mikopo yenye riba nafuu kwa vijana na wanawake wakulima nchini. Akizungumza leo Mei 21 bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Bashe amesema wizara hushirikiana na Active itaweka kiasi cha shilingi bilioni 17 katika dirisha la guarantee scheme ili kutoa mikopo yenye riba nafuu ya thamani ya shilingi bilioni 51 kwa wakulima kwa riba isiyozidi 7%. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Asante. Karibu. Na moja kwa moja sasa tunaenda viwanjani kutazama taarifa zilizoko kule. Tuko na mwanamichezo hapa Marco Pastori Bundara. Karibu sana. Asante, mambo vipi? Mambo safi, karibu sana katika wasahu mzuri, utufahamishe yale ambayo yapo katika uga wa michezo. Wameenda bwana. Wameenda? Wameenda. Wamevuka maji. Wamevuka maji. Tulijua hawachezi kama ndugu zao, lakini kwamba hatuchezi. Kumbe wanacheza bwana. Wanacheza bwana. Kama wameenda basi wanacheza. Naam. Na hawa si wengine, ni klabu ya soka ya Simba ambao tayari mpaka kufikia majira ya mchana hivi walikuwa wamekwisha wasili kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo watacheza na RS Berkane katika dimba la Amani pale visiwani Zanzibar. Unaona bana, sasa ukiachilia mbali hilo, hii leo ndio leo wanakuambia hivyo wenyewe, kwa sababu Europa League itapigwa na itakuwa ni finali. Timu hizi mbili zimekuwa kwenye mazingira ambayo sio mazuri sana, lakini leo sasa tutaoneshana nani ni mwamba kati ya Tottenham Hotspur pamoja na Manchester United. Ni moja ya mechi ambayo ni ya kufuatilia kwa ukaribu ili kujua, kwa sababu atakayeshinda hapa atakuwa na nafasi kwa msimu ujao, huenda akadumbukia pale kwenye UEFA Champions League au akatengenezewa mazingira fulani hivi ya kuwa mahali pazuri. Kwa hiyo ukisikia wote ambao ni dhofli hali tabani wanapambana, wanapishana tu namba. Ndio leo. Lakini mmoja 17 mwingine 16. Lakini nikwambia siri moja. Naam. Licha ya wanasema kwamba hata kwenye low class wakichuana itaonekana ni big match. Okay. Kwa sababu kuna kitu wanashindania. Yes, kuna kitu wanashindania. Naam. Kwa hiyo kila laheri kwao, na hapo baadaye tutakuja kuweka mkeka wako vizuri kupitia Sports Corner. Tutaje tukufahamishe namna ya kupanga mkeka wako vizuri, kwa sababu mechi itakuwa ni saa 4 usiku. Shukrani sana. Asante. Asante. Naam, ni Marco Pastori huyo katika wasaa wa michezo.
Naam, nipitia maoni yako. Yanasema ni vizuri sana kwa serikali kuboresha upande wa kiusafiri, hasa upande wa meli. Hiyo anasema ni Erastus Msafiri. Asante kwa ujumbe wako. Ayubu Faustini Dogo Kichuya wa Bitura na Kibondo anasema itakuwa vizuri sana kama vijana na wanawake watapewa mikopo yenye riba nafuu. Itasaidia zaidi kupambana zaidi kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Huyu anasema ni Nikas Nehemia kutoka maeneo ya Kwazuru Center kule, anasema kila laheri. Chama lake Simba, anasema tuko pamoja sana. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri, habari kuu tulizokuletea leo hii. Serikali mkoani Kagera yasema itavifungia viwanda vya kuchakata kahawa ambavyo vitajihusisha na magendo. Meli ya MV Victoria hapa kazi tu iliyokuwa imesimamisha safari zake kati ya mji wa Bukoba na Mwanza kupisha matengenezo yanatarajiwa kuanza safari zake Alhamisi wiki ijayo. Na rais wa mamlaka ya ndani ya Wapalestina Mahmoud Abbasi ameanza ziara yake ya siku 3 nchini Lebanon. Na huo ndio mwisho wa makala ya duru zetu la siri. Endelea kusikiliza Mseto leo mpaka pale 2 kamili usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi Laurent Gervas nikutakia wakati mwema.